Unaiona hiyo? Understanding the link between what we eat and how we feel. Unaweza kuendelea? Yeah, yes. Tuendelee mbele. Hiyo tayari, understand the link between what we eat and how we feel. Nilikuwa najaribu kueleza mara ya kwanza, twende slide inayofuata. Unaiona introduction to mental health and nutrition. The third one. Why mental health and nutrition matter? Why mental health and nutrition matter? Katika twende slide inayofuatia. Katika maelezo ya mara ya kwanza niliongea ni kwa kiasi gani hisia zetu zinachangiwa na chakula tunachokula. Sasa nataka kukubaliane kwamba this mental health thing affect our thoughts. Niliongea mara ya kwanza. It affects our emotions, hisia zetu. It determines also our behavior, lakini pia our social well-being, our social interactions. Na sisi tuna encourage sana watu wengi waweze kuwa na social capital kubwa, kwa sababu sisi ni binadamu, human being, we are social being. The level of social life need to be highly to the fullest. Sasa nutrition play a fundamental role in brain function and emotional regulations, kwa sababu ndani ya ubongo kuna vitu vingi sana, moja hapo hisia. So emerging research zinaonyesha kwamba tafiti za karibuni kuna uhusiano kati ya gut health na mood. Matumbo yaliyo imara kiafya, mtu anayekula vizuri na matumbo yake yako sawa kabisa, mmeng'enyo iko vizuri, kuna uhusiano mkubwa sana na hisia zake, mood yake, mood disorder na mambo mbalimbali kama ambapo tunaona kwenye changamoto za afya akili kama depression au anxiety. Depression, sononeko, unyogofu, anxiety, wasiwasi, ziko nyingi sana na vitu kama hivyo. Kwa tafiti za karibuni zinaleta uhusiano kati ya gut health to mood disorders like depression and anxiety. Na sisi tumekuwa tukisema kwamba afya ya akili tunafahamu inaathiri mawazo yetu, inaathiri hisia zetu, inaathiri michakato mbalimbali ya fikra zetu, mwisho tunaonana kwenye tabia. Lakini na tabia yetu ni ile level yetu ya kujihusisha. Level ya kujihusisha ikiwa kubwa, tunaamini uwezo wako wa afya ya akili pia uko mkubwa, kwa sababu unaweza kuaccommodate watu wenye tabia tofauti na bado asikutoe kwenye mood, na bado ukabaki intact, na bado ukabaki focused, na bado ukawa productive without change kama nyingine. Kwa tafiti sadisi kwamba kuna uhusiano kati ya mtu anachokula na mood yake. Tutamwona kwenye depression zake, tutamwona kwenye anxiety. Twende kwenye slide hii inayofuata. Next slide. Yeah, the brain gut connection. How the gut influences the brain. Kwa kiasi gani matumbo yetu yanaleta ushawishi kwa namna moja ama nyingine, au our brain ina affect gut au gut affect brain, vice versa katika mazingira kama wa. The next one. Tayari. Yeah, naona kwangu huko inachukua sometimes kukaa sawa. Yeah, the gut has got its own nervous system. Kama tunafahamu, yani mwili wa binadamu umeunganika na mifumo mbalimbali ya fahamu. Matumbo pia na yenyewe yana mfumo wake wa fahamu. The gut has got its own nervous system, tunaita enteric nervous system. Enteric nervous system, hiyo ndio system ambayo iko kwenye matumbo yetu. Enteric, mambo ya matumbo. The other slide. Yeah. Kwa hiyo ndani ya enteric nervous system, matumbo, mfumo wa fahamu wa tumbo, kuna kitu kinaitwa microbiota. Hii ni neurotransmitter. Neurotransmitter ambazo tunazungumzia sisi ni zile ambazo zinahusika na regulations ya mood ya binadamu. Na hapa kubwa ni mbili sana ambazo tunazitumiaga hata kwenye dawa zetu. Kuna hizo serotonin, kuna dopamine. Hizi ni neurotransmitter. Ni kemikali ambazo zinafanya kazi antagonistically. Dopamine ikizalishwa sana, mtu atakuwa mchangamfu kupita kiasi. Dopamine ikibanwa, serotonin ikitoka, mtu atashuka zaidi. Na kuna dawa yetu moja inaitwa
Naomba uongee kwa lay people. Tunaomba uongee kwa maneno mepesi. Nilikuwa naongea kwa maneno ya kawaida kidogo ili tuende sawa. Maneno ambayo sio ya Kiswahili. Nachanganya maneno yote ya kawaida na sio ya kawaida kama umenigundua. Yaani kama umenigundua nachanganya ya kawaida na sio ya kawaida. Kwa hiyo wewe nisikilize, tuchukua cha kwako na tulie, na mwingine anachukua cha kwake, wewe wanatulie. Nachanganya wote hapa. Nikiongea na rudia nachanganya Kiingereza Kiswahili ya kawaida sio ya kawaida hivyo hivyo. Kwa neurotransmitter ni kemikali ambazo zinahusika na regulations ya moods kwa binadamu. Na neurotransmitter ambazo hata mara nyingi tunazitumia tukiandika dawa zetu ni serotonin na dopamine. Sasa microbiota ambao wanatengeneza wana produce neurotransmitter, hawa pia kutokana unachokula wanaweza kutengeneza neurotransmitter ambao haiko effective kwa namna moja ama nyingine. Twende slide inayofuatia. Kwa nasema an imbalance gut, yani ulaji ambao hauko sawa unaweza ukatrigger ukaleta inflammations kuweza kuaffect mood. Ni kwamba kama unakula mlo ambao hauko sawa kwa wakati sawa inaweza affect namna mmeng'enyo mwishoni utakapokwenda kutengeneza hizo neurotransmitter. Twende slide inayofuatia. Affect kwa kiasi kikubwa. Twende the other one. Nutrients essential for mental health. Kula gani ambavyo basi ukila vitakusaidia kuweza kuwa na balancing mood. Twende slide inayofuatia. Key nutrients for a healthy mind. Tulikubaliana kwamba ndani ya akili ya binadamu kuna intellect lakini pia kuna psyche, na psyche is all about mind. Key nutrients for a healthy mind. Twende tena tunafuatia. Kuna vyakula ambavyo ukitumia vitakusaidia kuwa na healthy mind nzuri. Neurotransmitters zitazalishwa vizuri na zitakuwa very much effective. Utajikuta regulation yako itaenda vizuri. Moja hapo kuna omega 3 fatty acids. Hii ina reduce inflammation, ina support brain structure, ubongo ukae vizuri, networking ikae sawa, flow ikae vizuri. Na ninafahamu hata kuna ile zamani utotoni tulikuwa tunaambiwa ni mafuta ya samaki yana omega 3 mingi sana ndani yake. The other one, hiyo ni moja hapo ya key nutrients ambazo zitasaidia kuweza kuwa na healthy mind. Nyingine ni D vitamins. Hapa mara nyingi tunaangalia vitamin 6, 9 na B12 ambao mara nyingi ina involve mara nyingi katika neurotransmitter synthesis, kuzitengeneza zile neurotransmitter. Kwa hiyo unachokula lazima uhakikishe kina hivyo vitu. Tutakuja kuona huko baadaye. Na sio tu unakula kwa sababu una njaa, lakini unakula kitu ambacho kina nutrients, kinaongeza kitu ili kutengeneza neurotransmitter madhubuti. Twende slide nyingine. Kwa B vitamins hapo 6, 9, 12 ambayo iko vizuri itasaidia. Kuna kitu kama magnesium ina regulate stress and responses. Kuna zinc iko involved katika neurogenesis and immune health, katika kutengeneza kinga ya mwili. Hiyo magnesium inasaidia kupunguza ita control vizuri stress ambayo unapitia, msongo unaopitia. Kuna iron, hiyo madini ya chuma ita support oxygen delivery katika brain. Ubongo unahitaji oxygen ya hali ya juu, yani perfusion yake iwe nzuri ya hali ya juu sana. Chuma, ulaji wa chakula ambao ina chuma vizuri vitakusaidia oxygen kumwagwa nyingi sana katika ubongo. Lakini pia vitamin D ina modulate mood na immune responses. Itasaidia hiyo mood yako kuiweka sawa na kusaidia pia kinga ya mwili kuweza kuwa madhubuti kukabiliana na mambo mbalimbali ambayo yatatokea katika mwili wako. The other slide. Sasa tunataka kukuza boost mental health. Vyakula ambavyo vinasaidia afya ya akili kuweza kukaa vizuri. Kwa lugha nyingine, brain friendly foods.
chakula kinachofaa kwa ubongo wa binadamu, chakula rafiki kwa ubongo wa binadamu. Tumekubaliana na tumeona kwamba ulaji wetu unachangia kwa kiasi kikubwa sana kutengeneza matumbo imara, na ndani matumbo imara yataweza kutengeneza neurotransmitter, kemikali madhubuti nzuri za kusaidia kutubeba salama katika hisia zetu. Sasa hapa kuna fish, kuna fatty fish kama hiyo salmon na zingine unaweza usizione sana katika mazingira yetu, kwa sababu hizi zina high omega 3 niliongea mara ya kwanza. Kuna leaf hizo hapo kama spinach na kuwa kwenye setting rate ni kawaida kwa mazingira yetu. Vyakula vingine ni nuts and seeds, magnesium, zina magnesium sana and healthy fats. Tuna discourage sana fat seeds ambazo za wanyama, tunatia chini sana fats ambazo zinapatikana na mafuta ambayo yanapatikana kwa mimea. Fermented foods hapo kama kuna yogurt, mtakumbuka kuna wakati mtu mwingine alikuwa wanasema wanaweka hata maziwa chache fulani hivi natumie. Kuna chocolate hapa ina boost endorphins. Endorphins ni hormones ambayo inatusaidia kujisikia vizuri. Endorphins inatusaidia na ina provide pia oxidants ambayo itasaidia mmeng'enyo kwenda vizuri. Tunazungumzia vyakula rafiki kwa ubongo, vyakula vizuri kwa ajili ya ubongo wa binadamu, na nia yetu ni mwishoni ubongo wa binadamu ili uweze kuwa na mind nzuri. Pete slide nyingine. Tumetoka kuangalia vyakula ambavyo ni rafiki vitakavyosaidia kuwa na neurotransmitter madhubuti, kwa kusaidia kuwa ni emotional regulation makini. Hapa kuna vyakula ambavyo vinaathiri afya ya akili. Food that may worsen your mental health. Those food that can trigger or can aggravate your mental conditions. Vyakula ambavyo vinaweza vikachochea afya yako ya akili kaingia mgogoro, vikachochea maradhi mengine hata akanyanyuka. Kuna refined sugars. Refined sugar nyinyi mnajua wengi mnatumia beverage nyingi, vyakula vya viwandani, vinywaji vimiminika vya viwandani vina hii kitu. Ni vibaya kwa sababu ndani yake vitachokoza blood sugar kuweza kuspike, itanyanyuka na kutengeneza matatizo mengine na kuleta pezo mood swings. Na ndio maana siku za karibuni tunatia shime watu waishi wakiwa na ile mazingira ya sugar free. Usitumie sukari. Kuna nchi moja nilienda wanakupa chai, hapo hiyo chai yao yenyewe haina sukari ila wao ndo wanaita chai. Nikasema hii chai nzuri, tukizoea hii tutaishi vizuri. Lakini kingine ni processed food, vyakula ambavyo vimepitia. Kuna vingine kama caffeine, kama ametumia lugha ni excess. Sasa swala la ni excess, kuna mwingine kwa excess ndio ni excess kwa mwingine. Ina increase anxiety, ina disrupt sleeping, na wengine wanatumiaga caffeine kwa ajili ya kumfanya asilale sana na vitu kama hivyo. The other slide, naomba slide nyingine. Hapa tunakutana na alcohol, pombe. Hii ni depressant effect. Utakuja kugundua watu wengi wanatumia pombe kwa kuwa wameshindwa kuhimili hisia zao. Na pombe na addiction ndani yake ina uraibu. Na uraibu ndani yake umeficha mambo kadhaa. Umeficha kwamba huyu mtu anaamini anaishi kwenye dunia iliyochangamka, kwa lazima age pombe ili icontrol hiyo dunia, au anapitia emotional things, anapitia mambo ya kihisia yaliyomuumiza sana. Kwa hiyo inabidi akandamize yale mambo kwa sababu ile ya Mungu akandamize kutumia pombe kwa sababu ina depressant effect. Au anapitia historia na kumbukumbu za maumivu, mateso na masumbufu yake katika historia ya maisha, tunasema traumatic events mbalimbali. Kwa hiyo inabidi azikandamize kwa kutumia pombe. Na hii ina disrupt neurotransmitters, itavuruga namna yake inavyofanya kazi. Nilikwambia kuna serotonin, lakini pia kuna dopamine. Lakini kuna nyingine tunaita artificial sweeteners. Yaani vitu ni vitamu lakini hujui vilianzia wapi. Hii ina alter gut bacteria, na kama ita alter gut bacteria, wale bakteria watumboni wanaofanya kazi wanafanya mmeng'enyo, watatengenezewa mazingira tofauti. Kwa moja hata utengenezaji wa kemikali madhubuti na nzuri zitatengenezwa katika namna ambayo sio ya kawaida. Kwa wenyewe pia watatengenezwa katika namna sio ya kawaida. Na kama itakuwa hivyo, obviously itakuwa affect mood yako, itakuathiri mood yako.
naumi imetokea moja yako. Lakini kuna kitu kingine tunaita gluten insensitive in individual. Kuna baadhi ya watu inaweza cause inflammations na kutengeneza kitu kinaitwa mental fog. Hii tutaongea sana, usabatoni tunazitumiaga zingine hizi. Sasa tutazijadili hapo mwishoni. The other slide, nutritional considerations for specific conditions. Hapa nazungumzia mtu ambaye tayari ana maradhi ya akili, mtu ambaye anapitia changamoto ya afya ya akili. Huyu wakati anatumia dawa, wakati anapata social support, wakati anaishi na watu kwenye jamii wanadinga kwa pamoja na kumbeka kwa wanajamii, atumie ili hali yake pia izidi kutengamaa, hata kama anatumia dawa, hata kama anapata support ya kijamii. Twende the other slide. For example, mtu mwenye depression, mwenye sonona, anaweza akabenefit sana akitumia vyakula vyenye omega 3 zaidi, venye folate ambavyo vinamsaidia kuongeza zile iron. Na tuliona iron inasaidia nini kule mwanzoni. Vitamin D, zote hizi ni sehemu ya protective factors kwake, hata kama anatumia dawa, lakini vyakula vyake mwenye depression vina hizi nutrients, itamsaidia pia za kuweza kudive safely na social turbulence zake anazozipitia. Kwa mtu mwenye anxiety, tashwishwi, magnesium, B complex na kuna nyingine tryptophan, hizi zinaweza zikamsaidia. Mtu mwenye changamoto au watoto mara nyingi ADHD, ingawa pia kuna ADHD za watu wazima, attention deficit hyperactivity, omega 3, zinc and iron zimeonyesha zinasaidia sana kuimprove hali yake. Kwa lazima atumie vyakula rich venye vitamini hivi kwa kiasi kikubwa. The other slide. Tunazungumzia vyakula vya mtu ambaye tayari ana mental health conditions ambavyo akitumia at least itaendelea kuboost. Mtu mwenye changamoto ya bipolar anahitaji stable blood sugar level through complex carbs ambazo anatumia. Kwa utakuja kugundua vyakula ambavyo vinaweza vikavuruga blood sugar level yake, inaweza kamvuruga. Tuliona kule kwamba utumiaji wa sukari unafanya mtu anapata mood swings kubwa sana, of which kwa mtu wa bipolar tabu yake itakuwa kubwa. Mtu mwenye schizophrenia, tafiti za karibuni zinaonyesha kwamba anti-inflammatory drugs inaweza kumsaidia sana kutrigger hali yake na kumsaidia kuweza kuwa na condition nzuri ya kujicontrol katika mazingira yake. Haya magonjwa tukipata muda tutaongea moja baada ya nyingine independent ili mzidi kunielewa. So far twende hivyo tuende nao sawa. The other slide. Unaiona children with poor nutrition. Bado nasubiri kwangu mimi badilike huko. The other slide. Okay. Imeandika children with poor nutrition. Yeah. Malnutrition and mental health. Mambo ya utapiamlo na afya ya akili. The impact of nutritional deficiencies. Hapa hoja nzima, twende tu slide nyingine. Hoja nzima hapa tunaanzia kuanzia mtoto. Huenda akiwatoka tumboni, lakini pia amezaliwa kuanzia 0 mpaka 5 na vitu vingine. Ingawa kuna malnutrition pia kwa watu wazima, lakini tunapambania sana watoto wasipate changamoto. Malnutrition and mental health, mambo ya utapiamlo na afya ya akili, hasa katika hoja nzima nutritional deficiencies, akikosa virutubisho. The other slide. Children with poor nutrition show delayed cognitive development. Kwamba watoto wenye kupewa chakula ambacho hakina virutubisho vizuri, poor nutrition, watapata changamoto katika cognitive development. Cognitive tunazungumzia swala zima la utambuzi, tunazungumzia swala zima la kumbukumbu na ulimwengu unaomzunguka, chini yake na mazingira unaomzunguka. Cognitive abilities mbalimbali, concentration, memory, maamuzi, decision making ya vitu fulani, kwa watachelewa. Lakini adaptive deficiencies are more prone to fatigue, irritabilities and memory loss. Kwa hata niliongea mara ya kwanza mambo ya malnutrition, utapiamlo pia hata watu wazima pia wanapitia. Kwa na yeye pia atakuwa na hiyo changamoto, uchovu hapa na pale, kwa mtu fulani mkali na kukasirika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo undernourishment affect brain chemistry, leading to poor emotional control,
the same, kwa sababu kama uli vyakula ambavyo ni madhubuti, ni very obvious. Hawezi kuwa na matumbo imara, hawezi kuwa na matumbo madhubuti. Matumbo madhubuti yanatokana na ulaji wa nutrients ambazo ni madhubuti, virutubisho madhubuti. Itakusaidia brain chemistry itakuwa vizuri, kwa sababu vitazalishwa vikemikali vyenye mmeng'enyo ambao ni imara, vitakuja vitakontrol vizuri hali yako ya ubongo. Brain chemistry itakaa vizuri. Tuendelee tena. Special consideration na vamu yote tunafahamu. Kwenye jamii yote kuna watu ambao tunawatazama kwa jicho la pekee. Wangu mimi wa mama wajawazito, kwa sababu hawa ndio wanaotengeneza watoto matumboni mpaka wanatoka nje. Lakini pia special consideration tunaangalia kwa vijana adolescent, vijana balee, ambaye huyu sio muda wote anasikiliza cha baba na mama, anataka kujiamulia kulingana na content alizozipata, alivyoshamilishwa, alivyokuuzwa. Sasa wengi kuna changamoto. Ndio maana tunaita ni special group, hapo linahitaji special consideration, group maalum, kundi maalum lenye yani kundi lenye mahitaji maalum, naweza nikasema hivyo literally. Kwa hawa ni vulnerable group ambao pia wana nutritional needs zao za kipekee tofauti na makundi mengine. Anakula nini huyu mama mjamzito? Huyu kijana anakula nini saa hizi? Au yuko chuo tu anakula mkate tu asubuhi, mchana, jioni anabania hela? Anakula chipsi tu huyu, asubuhi chipsi, mchana chipsi, jioni chipsi. Anakula nini huyu? The other group, the other side. Mama mjamzito anakula nini? Anakula muhogo tu. Sasa huyu atakuwaje huyu? Sasa adolescent wanahitaji, they need extra nutrients for brain growth. Wakati italinki kwenye depression. Na nyinyi mnajua vijana hawa adolescent hawa umri wa ambassador hawa, ukindo wako vyo sio certificate diploma, huko minini wanakula vyakula dhaifu kuliko maelezo. Kula vyakula dhaifu kuliko maelezo. Na ukichunguza utaona wengi wana mood swing ya kufa mtu. Mood swing yao sio ya nchi hii, ngumu sana, kwa sababu wanakula vitu dhaifu kabisa. Na nyinyi mnaona anakula vitumbua viwili, hawezi kutoboa huyu, hawezi kuwa imara emotionally, hawezi kuwa imara. The other slide, hawezi kuwa imara. So for pregnant woman wanahitaji folate. Na ndio maana wakina mama ambao mpo hapa mnakumbuka, mkianza tu kliniki lazima tuwape folate. Tena wengine huwa tunawapaga, tunasema kwamba ukijijua tunakaribia kupata mjamzito, anza kumeza vile dawa zetu. Folate hizo, iron, DHA ni crucial for baby brains. Mtoto atengenezwe vizuri, baby brain development itengenezwe vizuri, sikio likae sikio, mkono ukae mkono, na ubongo ukae vizuri kabisa, na chemistry ifanyike vizuri kabisa, and mother's emotional stabilities pia. Na ndio maana pia tuna encourage pia siku za karibuni, ngai mambo nimeona hata kwenye Biblia ipo kutoka zamani, kwamba wanaume pia wasindikize wake zao kliniki, na hii ni lazima. Mtakumbuka wale wamama walikutana wakawa pia hadithi kati yao, kitoto kikacheza tumboni, Mariamu na Elizabeth. Kwa hiyo tunajua kwamba maisha ya mtoto emotionally yanaanza toka akiwa tumboni mwa mama. Uhusika wa mwanamume unasaidia. Mudi ya mama ndio mudi ya mtoto. Mudi ya mama mara nyingi inatengenezwa na mume wake. Ndio maana kuna mama wengine wakiwa wazito wanaweza kujikuta mfikiaji wa mume zao. Sasa nakutana hapo kuna mambo leo kufanyiana. Kwa wanaume ambao wananisikiliza hapa au kama hapo, mkawape habari, wajitahidi kuwa karibu na wake zao. Yaani kipindi cha ujauzito ndo kabisa uwe pale. Na ndio maana siku hizi tunazidi kuadapt kitu ya kwamba hata wakati wa kujifungua mwanamume anaweza akawepo na yeye pale. Hata majumbani mwanamume yuko pale na anajua mchakato sio wa kitoto, na aweze kushiriki hamli katika raising huyo kids kuanzia tumboni mpaka anapokuwa anatoka. Kwa integrating nutrition into mental health ni kitu cha muhimu, na tunahitaji holistic approach.
Holistic approach, twende slide nyingine, sio hoja tu ya mimi mtaalamu wa afya ya akili. Yaani hata kama akija kliniki pale kwa ajili ya mambo ya nutritional things, basi ukague pia kwani alichokuwa anataka Dada Unity. Tunaomba umute. hata afya yake ya akili. Nutrition screening during psychiatric evaluation. Don't know you doctor? Nimeona asante. Nutrition screening during psychiatric evaluation. Unity. Okay. Sio kifani, uchunguzi kifani wakati anapokuja kliniki kumwangalia, sio tu kwa sababu imetoka. Kwa hiyo collaborating with the dietitians in mental health programs ni jambo la msingi. Ushirikiano kati ya wataalamu wa lishe na wataalamu wa afya ya akili katika integrate hilo jambo, kuliweka kwa pamoja, jambo la muhimu. Lakini jamii, community education, wanajamii kuelimika na kuelimishwa kuhusu mambo ya afya ya akili na uhusiano wa chakula na una urafiki kiasi gani ya mambo. Hichi ndicho ambacho na mimi nakifanya hapa, pamoja na nyinyi pia mliniambia tufanye kitu hichi. Kwa hiyo mimi nimefurahi community imetambua kwamba kuna mahusiano hapo. Imetoka tena kwangu the other slide. Unaiona practical tips. Tunakaribia kumaliza, bado slide chache. Practical tips. So tunaendelea. The practical tips for a brain healthy diet. Some actionable advice for betterment. Saida atukusikii. Sijui ni mimi au wote amamsikii. Kula vitu vitamu hivyo. Processed foods hizo, kula vya viwandani. Those are some few practical tips kupunguza ili kutengeneza brain healthy based on what we are eating. Na chakula tunachokula. The other slide. Tips chache. Ule mara kwa mara. Balanced meal. Mlo kamili. Stay hydrated. Jitahidi kunywa maji ya kutosha. Najua watu wanaishi Arusha na kunywa maji tofauti na watu wanaishi Dar es Salaam. Dar es Salaam unahitaji kunywa maji sana. Stay hydrated. Limit processed foods and sugars. Jitahidi uachane na hizo habari za vyakula vya viwandani na utumiaji wa sukari. Jitahidi sana kuhusisha matunda na mboga. Pamoja hasa hizo tunasema kwenye Biblia kwa lugha ya kawaida, mimea ya kondeni ni mizuri zaidi, ina protini nzuri. Watu ndio utasikia unajua protini ambayo iko kwenye nyama ni nzuri. Ndugu yangu, maelekezo ndo haya. Monitor caffeine and alcohol intake. So kumonitor, yani sisi hatutumii hivi mambo. Tuliapa kabla ya kubatizwa, tutumia haya mambo. Caffeine hatutumia, alcohol hakuna discussion. Imepotea tena. Lakini consider probiotics and omega 3 supplements if needed. Hapa mjini nimeona hizi supplements zinatolewa sana. Twende the other slide. Achana na case example testimony options. Tutaongea baadaye ndio kuhusu. The other slide. Unaiona hii brief case study, a young adult with anxiety improved after dietary changes. Unaiona? Doctor? Unanisikia? Nakusikia. Kuna case study. Achana nayo, story itakuwa ndefu. Twende mbele. Aya, tunaenda kwenye conclusion. Final thought. Mental health and nutrition are deeply interconnected. Afya ya akili na mlo, chakula unachokula, mahusiano yake ni ya ndani sana.
makubwa. A healthy diet supports emotional resilience and cognitive health. Mlo wenye afya unachangia kwa kiasi kikubwa sana kuleta msawazo mzuri wa hisia zetu, hisia zenye subira. Hata Biblia imesema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watakatifu ni watu wenye resilience, subira, resilience. Prevention is very important in treatment. Hata tunapoongea hivi ya kufundishana, it's a part of preventive measures. Kwa sababu tumepeana namna ya kuepuka. Let food be part of our mental health care. Hebu tule chakula ambacho kitakuwa sehemu ya utunzaji wa afya zetu za akili. Na nyinyi mtakubali na mimi kwamba watu wengi wa mijini tunakula vyakula tunapoteza daktari. Hatukusikia. Na sukari, artificial sweeteners. Watu wana mudi mpaka kanisani anamnunia mchungaji. Wana mudi sana mjini. Na wanakula vyakula vya chapchap. Turudi Eden. Tuanze kula organic food. Tule organic food ili tuweze kuwa na msawazo mzuri emotional. Watu wenye kuwa na uwezo mzuri wa kucontrol hisia zao wana uwezo mkubwa sana wa kuishi kulingana na vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yao. The other last slide I think. Slide inayofuata ni questions and discussion. Nakaribisha maswali. Nakaribisha nyongeza. Okay. Sasa mnaweza mka-unmute yourself wapendwa. Kama hauko sehemu yenye kelele ili tuendelee kusikilizana. Muda huu tunaenda kukaribisha maswali au nyongeza. Tunajua kuna madaktari wengine au watu wenye case stories kuhusiana na mada tulionayo leo. Nakaribisha maswali, lakini pia naangalia kama tumepata maswali na nyongeza. Kama tuna maswali yoyote. Okay. Kuna maswali yoyote wapendwa? Nina swali. Karibu dada Olipa. Kwenye tip moja hapo wameandika eat regular balanced diet. Sasa swali langu ni hivi. Kwamba kuna vitu vinachanganya. Nasema wakati mwingine tumefundishwa kwamba tule milo mitatu. Yaani kwamba breakfast, lunch, dinner. Wakati mwingine tunasema kula unaposikia njaa. Sasa mimi huwa nashindwa hapo kuelewa kipi ni kipi. Tule pale tunaposikia njaa au tule hiyo milo mitatu ambayo ni balanced diet. Naomba daktari hapo nisaidie. Okay. Asante. Tuangalie kama kuna maswali mengine. Tuangalie kama kuna maswali mengine. Swali lingine pia. Kama hamna mtu mwingine lakini anauliza. Okay. Dokta, unaandika haya maswali Yaani sijasikia swali hata moja, sio ni network. Okay, sawa. Kwa nini msinisaidie kuandika huko nyuma huko kwenye nani? Nimekuja huku kwenye chat watu hawachati zote. Okay, kwenye chat. Ulipo una uwezo wa kuaccess hiyo keyboard yako uandike swali? Ngoja nijaribu. Kuna tumia chip. Ngoja nione hapo. Okay. Sharon, swali lako? Asante. Swali langu ni dogo kwamba kwa habari ya lishe, hasa niseme labda kwa watoto, kwamba kila binadamu au mtoto ana mahitaji yake ya tofauti kwenye upande wa afya ya akili na lishe, kwa sababu wanaweza kuwa ni watoto wamekuzwa katika eneo moja,
lakini kila mtoto anatoka na mambo yake ya afya ya akili. Kwa hiyo ni kweli kwamba kila binadamu ana mahitaji yake ya pekee, sio kwamba tunafanania mahitaji ya lishe kuboresha afya ya akili. Asante. Okay, asante. Daktari, umelisikia? Nimelisikia, naomba ni respond. Okay, hebu subiri tuone kama kuna wengine wenye maswali. Kuna mtu mwingine na maswali jamani? Okay. Sijaona mkono. Basi sijanyosha mkono Naomi, lakini samani naona kama kuna issue hii ya protini za wanyama. Kwamba je, maana aliongelea hapo daktari kwamba turejee Eden, ndio tumefundishwa kutokana na maandiko kwamba itakiwa tuachane na nyama na kila kitu, tule vyakula vya kondeni na mbegu na vitu kama hivyo. Lakini sasa ndio wanasema pia protini za wanyama zina umuhimu sana sana, labda nikiongelea hizi kwa sababu asema red meat zina shida, labda hizi white meat. Je, nikiacha kabisa kula nyama au hata hizo white meat sitapata madhara yote? Kwa sababu unaona hapa kuna sema omega 3 inatokana na samaki. Sina uhakika kwamba je, nisipokula samaki nikala hizo mboga je naweza kupata virutubisho vinavyotakiwa including hiyo omega 3 ambayo nasema inapatikana zaidi kwenye vyakula kama hivi samaki. Asante. Naomba nianze kujibu maswali mawili. karibu daktari. Asante Dr. Olipa, nitaanza na kwako. Kwa sababu ni kweli tunakuwa encourage sana tusitumie vyakula vya wanyama kwa sababu nyingi sana. Wanyama ambao wako mijini wengi wana kemikali nyingi sana, of which zinawezekana zikawa nyama zao zisiwe na virutubisho, lakini zina mambo mengi sana ndani yake ambayo sana kiingia ndani ya mwili akatudhuru. Niwe kukutana na mchungaji mmoja nchi ya jirani hapo, haya mambo ya mama white wanayaelewa na wanayaishi. Hichi kitu daktari atakuwa anakielewa. Unajua yule jamaa amepata changamoto ya systemic lupus. Kama mpooza nikaja kuongea kwamba hatumii nyama. Kwa hiyo bado nadhani study tutaendelea, observation zetu zitaendelea. Kama utakwenda kutumia nyama, kwangu mimi opinion yangu, jaribu kuangalia kama kweli una huo uhitaji kulingana na mwili wako jinsi ulivyo. Otherwise lazima uangalie hiyo nyama imetengenezwa, imetoka kwenye mazingira yapi. Unajua watu wa vijijini wao, wanyama wao wanakula vitu vya pale pale ambao vingi ni vitu vya asili sana. Changamoto huko mjini unanunua nyama hujui imetoka wapi. Wakati mwingine unaweza kukuta unanunua nyama lakini kumbe ni mnyama ashakufaga huko watu mnakula. Ingawa taasisi nyingi za serikali zinajitahidi sana kucontrol mazingira, lakini bado kuwafikia watu unakuwa ni ngumu sana. Kwa ni kitu ambacho kinahitaji kujitoa sana na kulipambania sana hilo jambo. Kwa swali ambalo ameuliza Sharon, kimsingi kila mtu ana namna yake ya mshtuni kuja kuwa ndani katika tabia. Hata kama wamezaliwa kwenye familia moja, bado watatoka tu na vitabia fulani mwingine mpaka atakuwa na tabia ya kipekee. Katika mambo ya afya ya akili, lakini pia katika studies za binadamu, tunajua watu wote tumezaliwa na vinasaba. Ni kweli unaweza kuwa na vinasaba fulani, wote mna vinasaba fulani, lakini kuna kitu kinaitwa epigenetic inazungumzia uhusiano wa nature na nurture, uhusiano wa vinasaba vinavyoweza kuwa mutated, kubadilishwa kutokana na mazingira. Yes, kwamba hata ukiwachukua mapacha ambao ni yai moja wanafanana kila kitu, ila mmoja akalelewa sehemu tofauti na mwingine sehemu tofauti, baadaye watakuja kuwa ni watu tofauti kabisa kutokana na mazingira. Nature inabadilisha. Na hata kwenye familia nyinyi mnajua, mkizaliwa hivyo kama 4 5 utakuja kugundua mtatofautiana tu vitu vingi, kwa sababu huenda kuna mwingine alizaliwa wazazi bado wana struggle kimaisha, kwa hiyo alipitia zile hardship.
Hao wengine wa baadaye wanakuja tu kula good time tu. Yaani kwanza yeye toka anaenda shule mpaka arudi nyumbani kila siku yeye anabebwa na gari tu. Kwa watu lazima watakuja kuwa tofauti tu hata kama wana vinasaba fulani. Kwa hata na swala la kula na ulaji unaweza kuwa ni tofauti. Kwa mambo ni mengi tunasema ni mtambuka katika kuamua tabia za watu. Sio kitu kimoja kinaweza kikaamua. Na ndio maana wote tunahitaji kuwa makini kuangalia mienendo ya mabadiliko ili kuweza kuaccommodate pale ambapo tunaona mabadiliko hayako sawa sawa. Labda ningejibu. Okay, asante. Swali lingine anauliza, je, tunahitaji kula milo mingapi kwa siku kama ni balance? Je, milo 3 au tule pale tunaposikia njaa? Nilisoma pepa moja ya mtu akasema jamani hatuli kwa kuwa tuna njaa tunakula. Alisema hatuli kwa kuwa ni wakati wa kula. Alisema unakula pale unapohisi njaa. Asa kibongobongo tumezoeshwa tunakula asubuhi, tunakula mchana, tunakula jioni. Hapo katikati tena unagongea tena. Utaratibu ni huu, tunakula pale ambapo tunahisi njaa. Kama uhisi njaa usili hata kama chakula kipo, acha tu. Ingawa kwenye jamii zingine ukienda mgeni lazima ule, usipokula unaleta dharau. Kwa utajijua wewe na wageni wako na wenyeji wako mtakapopanguana hapo. Ila utaratibu tunakula pale tunapohisi tuna njaa, otherwise unaishi tu. Na tunatofautiana rate ya njaa zetu mtu mmoja na mtu mwingine. Huo ndio utaratibu. Yeah. Na tunakula nutrient foods. Sio tunakula chakula kingi mlima Kilimanjaro. Manake kibongobongo asubuhi tunakula mdogo mdogo kama hatutaki. Mchana tunapiga mlima Meru. Usiku tunapiga mlima Kilimanjaro. Afrika nzima tunaitazama chini. Na kati hiyo niingia kulala. Sasa tunatengeneza matatizo. Wakati inatakiwa at least basi tungefanya inverted ups and down. Asubuhi breakfast upige mlima Kilimanjaro, mchana upige mlima Meru, alafu jioni utulie hapo vilima vya Kimara hapo katikati hapo. Au ule tu ambapo unahisi una njaa lakini unakula nutrient foods. Itasaidia zaidi. Ujue unakula nini, focus kula nini. Yeah. Okay, asante. Sijui kuna swali lingine? Labda niseme kitu cha muhimu nikiondoka nayo hapo. Nijibu swali langu dokta hapo, sasa itakuwa nje ya mada. Nasemaje? Nilikuwa nauliza vipi kuhusu mtu ambaye asikii nini harufu. Mtu ambaye hasikii harufu. Wakati wote au ndio alivyo, yani maisha yake yote asikia harufu? Maisha yake yote asikia harufu. Dokta, kama unaliweza hilo pia unaweza ukalijibu. Ila kama una ushauri wa kidaktari. Dr. Pasco anasikia? Halo. Labda huyo mtu ana mafua lakini kwa kuwa nimesikia ndivyo alivyo, hiyo itakuwa ni kitu deep sana. Aende kwa wataalamu wa njia hiyo, yani hiyo ENT wanaweza wakajua nini kinaendelea. Eye, nose and throat watajua zaidi nini kinaendelea. Watajua. Okay. Nimeona swali lingine anasema vipi kuhusu wale wasiopenda kula? Hivi degree ya kutokupenda kula tunaijuaje? Unajua kuna mwingine ashakula sasa hapendi kula kabisa. Sasa si atapata matatizo. Yaani hali kabisa. Sidhani hii kitu tunahitaji kuielewa vizuri. Sio hapendi kula kwa sababu kuna mwingine akichukua chakula kidogo ndo ulaji wake, ila nyinyi wanajamii mnamtafsiri unajua yapendagi kula, chiki kachukua chakula kidogo. Sasa hicho ndicho anachokula yeye.
Kuna jamii za huko vijijini, swali kutoka kwa Sharon, tena sio wataalamu wa afya tajwa, wamekuwa akiamini kwamba mtu anayekula sana ana matatizo ya afya ya akili. Ni sahihi, japo zipo evidence zinazowazunguka. Evidence zinazunguka. Kuna mwingine anaweza changamoto ya akili akala sana, mwingine asile sana. Bado mambo mengi yanahitaji uchunguzi kuyasimamia, kuyasema hichi ni kitu gani. Kitu gani? Esther kauliza swali kuhusu maziwa ya nyama. Naomba kujua tunapotumia haya maziwa tuna flash kasha mwilini. Je, hii ina ukweli wowote? Swali. Sina uhakika. Labda nikalifanyia uchunguzi. Lakini kwa nini maziwa ya wanyama? Tunaencourage maziwa halisi ndio watoto wapewe ya mama yake. Yapewe mama yake. Na kama kuna changamoto kubwa sana ya kiafya. Swali lingine, nyongeza nyingine wao kumepoa hata huko kwenye chat room. Mimi labda nilichojifunza kitu kikubwa kwa hiyo kwamba lifestyle inaweza kubadilisha genetic. Kama nyingi tunasema sisi bwana sisi tumezaliwa Wanyakyusa, sisi ni wanene, kwa hiyo unajua kabisa kwamba mimi kumbe ni hivyo hivyo, yani nimezaliwa hivyo, nitakuwa hivyo hivyo na kizazi changu chote kitakuwa hivyo hivyo. Lakini kuna point uliongelea hapa kwamba kumbe ukichange lifestyle inaweza kubadilisha genetic. Ndio hicho ambacho nimeondoka nacho ambacho kwa sikijui. Yaani tajua ukizaliwa kwenye watu wa jinsi hizi basi ndio hizo unazibeba kizazi mpaka kizazi. Kumbe kubadilisha lifestyle kuna uwezekano pia labda hapo baadaye ukabadilisha genetic. Sijui hapa nimepata vizuri daktari hapo. Sahihi kabisa. Yaani epigenetikia inafungua na kufunga genes. Kama umechunguza, kuna mtu anaweza akatoka hapa Tanzania akakaa US. Akaja huku mwili wake uko tofauti kabisa na mtu umri wake ule ambaye amekulia Tanzania. Kule huko tofauti mambo mengi sana. Mazingira, vyakula vyao, hali ya hewa tu hivyo yani. Niliwahi kukaa nchi moja hivi. Muda wote nimekaa sihisi mafua. Ila nilipotokea siku nimerudi nyumbani. Mafua yanayaoma. Ndio nayaoma. Watu mfua dakika 2 nimekaa hivi dakika 2. Lakini kwa nini nimekaa mwanzo mwisho sisikii kitu kama hicho? Umepanda bodaboda, upepo umekupiga, wale pathogens wamepita hapo, wameruka na wewe daladala mlango hivi na hivi. Hivyo. Mambo ni mengi. Dokta, kuna muda uliongelea kuhusu unanili supplement kupata vizuri. Supplement hizi zina madhara au ni nzuri kwa kutumia? Hapo sikuelewa vizuri. Unajua hata tunavomeza vidonge ni supplement tu. Kwa sababu tunameza kidonge kwenda kuboost immunity yako ambayo imeonekana imekuwa imetetereka, imekuwa compromised. Siku za karibuni watu wengi wa mjini wanatumia sana supplement. Ni zile tu. Lakini utakuja kugundua kama hizo supplements zimetengenezwa kushorten, kupunguza, kupiga shortcut. Kama kuna chakula unaisha ukala kika provide the same quantity, ka provide kitu kile ambacho supplement inatoa, hebu tuanze kula vile. Ndio maana kwenye conclusion hapo nimeweka kwamba jamani tubadilike, tuanze kula vitu ambavyo vina boost afya zetu za kama hivi tulivyo. Persistence ikiwa nzuri, perseverance ikiwa nzuri, mdogo tunasema ni mwendo, tutafika vizuri tu na maisha yataenda. Na tunakula ili kuzidi kuboresha kinga ya mwili, tunakula ili kuzidi kuboresha afya yetu pia ya akili. Daktari samani hapo kwenye supplement hapo. Yaani hivi ni sahihi kununua tu supplement kwamba kuna mtu anauza siku na za forever, CBD unachukua tu na kunywa, au lazima nazo ziwe umeandikiwa na na mtaalamu wa afya? Yaani hivi ni sahihi kwamba hamna shida nikichukua tu mtu anauza forever, CBD kuna vitu vingi unachukua unatumia, au mpaka upate ushauri wa kitabibu kwa mtaalamu wa afya ndio utumie? Ni mpaka upate ushauri wa kitabibu. Si salama kutumia dawa kwa sababu umesikia. Utakumbuka hapa katikati kulikuwa kuna tabia hata watu wanaenda kwenye maduka ya dawa anachukua tu dawa yote. Sasa hivi kidogo kuna ukali umetokea kwamba lazima uende na cheti.
nafikiri tutafika huko. Lakini mimi kama mtaalamu naweza nikasema si sawa kutumia supplement kwa sababu umesikia mwenzako anatumia au kuna mtu kaongea kaja kukuambia. Hata ukipanda kwenye magari siku hizi kidogo kama umefungua wale watu wanatia shime watu watumia aina fulani za dawa. Hapo huyo mtu sio kwamba ana ABC za biolojia na ABC basi hata stu za kemikali gani amesoma wapi anaongea. Ile sio sawa. Yaani tunaishi kama hatujui kinaendelea duniani. Wataalamu wafanye kazi yao, washauri watu kitaalamu kulingana na tafiti za karibuni, kulingana na uzoefu wake wa kazi na vitu kama hivyo. Na ndio maana kuna bodi mbalimbali za kuregulate mambo kama haya ili kupunguza. Ndio maana nikasema siku za karibuni watu wengi wa mjini wanatumia sana supplement. Sasa ile sio nzuri, lazima ushauriwe na mtaalamu kweli unahitaji kiasi hicho. Ashara anasema nilifahamu leo kwa mara ya kwanza kuwa lishe ni mpango mzima wa afya ya akili. Kabla nilijua lishe bora kwa kuongeza damu, kuzuia utapiamlo, macho, kuona vizuri, mifupa, etc. Lakini kipengele cha afya ya akili sikujua. Asante kwa nyongeza nzuri. Nadhani tuko juu ya muda tuliopanga kufanya kipindi chetu. Ukweli kipindi kimekuwa kizuri sana, na ukweli nadhani shetani hakupenda tufanye hiki kipindi kwa sababu tukiongelea lishe na afya ya akili maana yake tunaongelea uwezo wetu wa kusikiliza neno la Mungu, kulielewa, uwezo wetu wa kuhusiana, na hapo moja kwa moja tunaenda kumshinda shetani kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo leo tulikuwa kwenye vita kali kimawasiliano na kila kitu kwa sababu hili somo tulikuwa tunataka kweli tulipate. Lakini tunamshukuru Mungu kwa namna moja au nyingine tumelipata. Tunaenda kuwa makini kwenye namna tunavyoenda kula, ambao bado mko kwenye reproductive age, kuhakikisha mnakula vizuri. Sidhani kama kuna nyongeza nyingine. Nachoomba tu kama kuna kiongozi yote wa idara ya wanawake ambao ndio wadhamini wakubwa wa huu mkutano, kiongozi wa idara ya wanawake Mwenge yeyote, hata mwanakamati Eva Buma, basi kwa niaba kama mwanakamati wa elimu wa idara ya wanawake, kwa niaba ya idara ya wanawake tunakushukuru sana Dr. Pasco. Tunashukuru kwa elimu hii ambayo umetupatia. Tunaomba Mungu atusaidie sasa katika utekelezaji. Namkaribisha Nyakwesi kwa ajili ya ombi la kufunga. Karibu Nyakwesi. Asante Naomi na Dr. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa maana unaendelea kutupa nafasi nyingine hata pale tunapokuwa tumeanguka. Asante kwa nafasi nyingine ambayo tena umeturuhusu tuweze kufahamu namna gani tunaweza kuzilinda afya zetu za akili. Tunaelewa kwamba kwa dunia ya sasa afya ya akili ni kati ya sehemu ambazo shetani anapigana sana vita, na sisi kama watoto wako tunapochukua jitihada kujifunza ili tuweze kushinda, tunaomba ukatupe nguvu, ukatuwezeshe kuweza kufanyia kazi hivi tunavyojifunza ili kwamba vikawe na manufaa kwa maisha yetu na hata vizazi vyetu. Tunaomba baraka za pekee kwa daktari ambaye anatufundisha. Baba anatoa muda wake na maarifa yake, tunakusihi kwamba ukamzidishie maradufu, usimpungukie, umuonekanie, umbariki. Kwa sababu kwa kupitia hiki anabariki wengi, anaokoa wengi, hata kuokoa maisha. Hivyo kwa wengi anaowagusa na wewe ukamzidishie na kumuonekanie maradufu. Asante kwa wengi walioshiriki. Tunaomba hata ukawabariki pia, lakini pia ukamsaidie kila mmoja kuweza kutumia hiki tulichojifunza
katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Asante mama. Amen. Tutashare slides kwenye grupu kama au kwenye idara ya wanawake Mwenge. Aliyekukaribisha atashare na wewe hizo slides. Tazama kwenye PDF ili iwe rahisi kuzisoma. Asanteni na muwe na usiku mwema.